tele kwa sherehe ya Noeli. Tunaadhimisha Noeli kwa upande wetu, si tu kama ulimwengu unavyoadhimisha. Wengine wapo kibiashara zaidi, wengine wapo kimaslahi yao zaidi, lakini sisi wa Kristo tunaadhimisha Noeli na kufurahia kwamba Mungu anakaa kati yetu, Mungu anatuongoza. Kiangalia historia ya wokovu, tunaona Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, na alipenda awe karibu naye wakati wote, na akamwandalia mahali pa kukaa pazuri, bustani ya Eden, paradiso. Na kila mara aliweza kuunganika na Mungu hata kimawazo na katika yote, na akampa masharti ya kukaa mle ndani. Yeye kama baba aliwakataza usifanye kitu fulani, wasile tunda la mti uliokataza, lakini waliweza kukaidi kwa mshawishi wa nyoka wa kale, wakala lile tunda, na katika hilo waliondolewa bustani ya Eden. Lakini bado Mungu aliendelea kuwatafuta watu hawa aliowaumba kwa sura na mfano wake. Aliendelea kuandaa kwa namna mbalimbali mtu huyu akombolewe, arejeshwe tena katika hali yake ya mwanzo. Na tunaona maagano mbalimbali, kina Noa, Abrahamu, yote haya ilikuwa ni maandalizi. Mwisho wakati katika ukombozi aliofanya kutoka utumwa wa Misri na kuwarejesha katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani ambayo alikuwa ameahidi toka zamani, na hata Ibrahimu aliweza kukaa kule, na alifanya agano na watu hawa, na wakawekeana ni mambo gani tutakayofanya sisi kama binadamu, na yeye kama baba afanye. Atawaita watoto wake na atakuwa karibu nao, atawaongoza. Lakini katika maisha ya Waisraeli fujo ziliendelea, pamoja na mkono mkubwa wa Mungu aliofanya kuwarejesha katika nchi ya ahadi, pamoja na kuwatunza, pamoja na kuwaonyesha upendo mkubwa usio na kipimo. Bado walikaidi, bado walielemewa na dhambi, bado walielemewa na dhambi ya asili ya ukaidi, ya kutotii yale ambayo Mungu anaelekeza tuweze kuyatenda. Walitumiwa manabii mbalimbali, hata yeye mwenyewe aliongea nao kwa namna mbalimbali, lakini mwisho wakati waliweza kushindwa na wakakimbia, wakawekwa mikononi mwa wageni. Na leo katika somo la kwanza tunaona kwamba Mungu atawarejesha watu wake katika nchi ile ambayo aliwaandalia tangu mwanzo. Mungu huyu atawarejesha watu wake katika nchi ya ahadi ambayo ni mbinguni, ambapo ni maisha ya milele, maisha yasiyo na mwisho. Atawarejesha katika utakatifu wa asili. Na ndio tunayoona katika somo la kwanza. Tunaona jinsi katika kitabu hiki cha Nabii Isaya masimulizi ya kurudi kwa wale waliokuwa mateka katika nchi ya Babiloni. Tunaona mji unakuwa kama ni binadamu ambaye anaweza akasikiliza, anaweza akasikia, lakini mwanzoni tunamwona ni mkiwa, Yerusalemu mkiwa, na Sioni inatajwa katika somo hili. Ndipo pale hekalu lilipokuwa limejengwa. Na sasa katika ukiwa huu Mungu anarejesha hadhi ya Yerusalemu, hadhi ya Sioni ambayo ilipotea kwa muda wakiwa katika utumwa wa Babeli. Na tunamuona Mungu anapowaleta mateka kutoka Babiloni. Tunaona huyu Yerusalemu, mji huu, kama mtu anasikia jinsi wanavyotembea,
kwa mbali, ana masikio ya kusikiliza. Lakini pamoja na hiyo tena vile vile anawaona na kusikia wanaimba. Wanaimba nini? Wanaimba Mungu wa ni mfalme. Wanarejea Yerusalemu, na wanapoelekea huko na kuimba, na yeye anaungana nao kuimba sifa kwa Mungu kwa kazi kubwa aliyoifanya. Somo hili limewekwa katika adhimisho la Noeli. Tunajiangalia sisi wenyewe tunayoyapitia katika maisha yetu. Hakuna mtu atakayeeleza kwamba mimi wakati wote ni furaha, wakati mwingine tuko katika huzuni, wakati mwingine tuko katika shida, yote haya. Lakini yeye katika adhimisho la Noeli anataka kutuonyesha kwamba Mungu bado anatupenda. Mungu anapenda tuweze kufikia malengo ambayo yeye ameyaweka. Tufike mbinguni, tuweze kuona ufalme wa mbinguni, tuweze kuacha dhambi, tuweze kuacha ukaidi, tuweze kurudi katika uongozi wake, tuwe wana wa Mungu, watu ambao ni milki yake, na yeye atuelekeze, yeye atupe mwanga zaidi. Kwa hiyo somo hili linatuelezea kabisa kutoka mwanzo kwamba kama aliweza kuwarudisha mateka kutoka Babeli na kuwarudisha katika nchi ya ahadi, na vile vile kama aliwaongoza Waisraeli kutoka utumwa wa Misri na kuwaleta katika nchi ya ahadi, Mungu huyu ataturejesha mateka sisi kutoka utumwa wa dhambi kutuelekea wana wa Mungu na kuingia katika ufalme wa Mungu na kuwa watoto kamili wa Mungu chini ya neema yake. Ndivyo tunavyopata ujumbe hapa kwamba yeye ataturejesha katika hali yetu na katika hali yetu ni sisi ni sura na mfano wa Mungu. Lakini tumetenda dhambi, amemtuma mwana kwetu ambaye ametukomboa kwa damu yake. Kwa sababu hiyo kama sura na mfano wa Mungu, lakini vile vile wale waliokombolewa kwa damu ya mwana wa Mungu. Na huyu mwana naye amefanyika mwili akawa kwetu. Kwa sababu hiyo ndio maana anaweza kutukomboa na kutujenga sisi katika uduni wetu, tuwe katika hali ya watoto wa Mungu warithi pamoja naye katika ufalme wa mbinguni. Lakini tunaona Mungu huyu aliyemtuma mwanae wa pekee kuja kwetu aliweza kuongea na babu zetu kwa namna mbalimbali. Leo hii tunaweza tukajiuliza, mbona hatuoni tena malaika? Mbona hatusikii tena labda Mungu anaunguruma, anatoa kitu fulani, anaongea kupitia mawingu na vitu kama hivyo? Mbona haya yote hayapo? Tunaona katika somo la pili tunaelekezwa hivi. Somo hili linatoka katika waraka kwa Waebrania. Ni somo ambalo limetoka katika waraka huu, na waraka huu uliandikwa kwa Wayahudi wale ambao walionekana kwamba wanatengwa na wenzao Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu wamekubali kumpokea Yesu, wamekubali kumkiri kwamba mwana wa Mungu amekuja, Masia kuja kutukomboa. Wao walisema hakuna Masia ajaye. Masia ni wa kisiasa, lazima aje na maaskari, aje afanye vita na aweze kutukomboa katika utumwa wa Warumi na kurejeshea utawala wetu. Kwa walipomwona Yesu anaongea lugha ya unyenyekevu, anaongelea msamaha, anaongelea wasaidia wale ambao ni wadhambi, wanauliza kwa Masia gani? Wao waliona kwamba Masia bado hajafika. Sasa Wayahudi kadhaa ndio wale ambao walisema Masia huyu ni Masia huyu. Kwa sasa katika waraka huu walionekana kutengwa. Sasa wanapotengwa, wanapozomewa na wakati mwingine wanadharaulika katika maisha ya kibinadamu, hawajapata
hawajapewa moyo na wala kusaidiwa waweze kuwa imara katika kazi yao na katika utume wao, wengine wanaanza kukata tamaa. Katika kukata tamaa huku ndio waraka huu unaandikwa kwao, wasife moyo, waendelee kumtumaini Mungu na watambue kwamba kama Wayahudi wengine wanawashambulia, watambue kwamba utimilifu wa Torati Yesu Kristo, yeye ni kila kitu. Sasa yale yaliyoandikwa kwenye Torati yametimia katika Kristo mwenyewe. Na ndio maana tunaambiwa katika somo hili ambalo tumesoma leo, tangu zamani Mungu aliweza kuongea na watu wake kwa namna mbalimbali kupitia manabii, malaika waliweza kutokea, lakini leo hahitaji, anaongea na mwanadamu wa leo kupitia mwanawe pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye katika injili ya leo tunaambiwa yeye ni nani. Kutoka mwanzo tunaambiwa kwamba hapo mwanzo, katika injili tuliyoisikia kutoka katika injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka 18, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno na Mungu ni kitu kimoja, tofauti na sisi wanadamu. Sisi ni vigeugeu. Sisi unaweza ukawa na wazo anasema na ukayatamka mdomoni, nakupenda sana wewe, lakini moyoni unasema nione nilivyo usoni. Watu wawili ni vitu viwili tofauti. Yeye anatamka na wewe mwenyewe tofauti. Lakini kwa Mungu kila anachokitamka na yeye mwenyewe ni sawa, havitofautiani. Kwa hiyo anapotamka lile neno lile na yeye mwenyewe ni sawa. Na ndio maana tunapoambiwa katika injili hii, ni namna tunasema kwamba kwenye injili ya Luka, kwenye injili ya Mathayo, Marko na wote hawa wanaelezea ukoo wa Yesu, namna alivyofanyika mwili. Huyu alimzaa huyu, huyu alimzaa huyu, na huyu mwisho wakati Yusufu akawa hivi na hivi na hivi, mama Bikira Maria ndio akamzaa mwana ambaye Yesu Kristo. Lakini Yohane anataka tujue Yesu ni nani, na anataka tujue hivi kwa sababu kuna mkanganyiko mkubwa uliotokea katika historia ya kanisa. Wapo waliosema Yesu si Mungu, wapo waliosema Yesu ni Mungu na si mwanadamu, na anapoonekana kama mwanadamu anaonekana tu kama. Na Yohane katika injili ya leo tunapoadhimisha Noeli, umwilisho wa Mungu, anataka tutambue kwamba huyu tunayemwadhimisha kwamba amezaliwa duniani ni Mungu kweli na mtu kweli. Imekuwaje? Ndio anapoelezea hapo mwanzo kulikuwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa Mungu na neno kitu kimoja, kuonyesha nafsi mbili ambazo zenye umoja na lakini ziko kwa ni Mungu mmoja, nafsi mbili. Kwa hiyo anayoeleza hapa. Kwa hiyo hapa leo tunaposikiliza injili ya leo ni kwamba tunauona umungu wa Yesu Kristo, lakini kwa upande mwingine vile vile tunaona ubinadamu wa Yesu Kristo. Kwa tunaona alipotokea wakati ulipotimia, neno alifanyika mwili akafanya ibada. Maana yake ni akawa na sisi, na kwa sababu hiyo kote tulipo tuko naye, katika familia zetu tuko naye, katika shughuli zetu tuko naye, katika utume tunaofanya tuko naye. Lakini kinachotutesa wakati mwingine ni sisi kutambua kwamba kweli tuko naye. Na ndio maana
katika utabiri wa manabii, huyu ambaye alikuwa neno na nini akatabiriwa na manabii, huyu ni Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi, maana yake Mungu kama ni pamoja nasi, yuko nasi. Hapa kwenye adhimisho hapa ili tuko naye, tunapoenda nyumbani tuko naye, tunapoingia kwenye gari tuko naye, anatulinda, tusindikiza katika yote tunayoyafanya, yuko pamoja nasi. Na vile vile katika ushirikiano wetu, katika maongezi yetu, katika mahusiano yetu, yuko pamoja nasi. Tatizo, ukovu wetu unaweza ukafanya tusimuone, na ndio maana tunahitaji ukimya, tunahitaji utulivu ili tumuone Immanueli katika akituongoza. Leo tunapoadhimisha Noeli, tumeona weka bango. Ngine na nyumbani tumenunua mtu wa Christmas, tumeweka si bango. Ile bango ile tunaona ile ule mti ule, tunaona nyota zile, na kitu tunachokiona vyote vile ni mulimuli vile, na mtoto Yesu katikati, na huko wachungaji kwa Yosefu mama. Manake hayo yaonekane ndio ni muhimu. Manake mioyo yetu iwe pango la Yesu Kristo. Immanueli amezaliwa kwetu, na tumfikirie hivi kwamba yuko pamoja nasi. Unapotenda dhambi anakuona, hata ujifiche, hata ufanye nini, anakuona, anasoma mawazo yetu, anasoma nia zetu, na anatutambua tunavyofanya. Ndio maana tunahitaji tena malaika toke wapi? Tunahitaji tena nani aje kwetu? Utaona sasa katika maisha yetu sisi sote hivi tunakuwa malaika, umalaika wetu. Maana malaika ni mjumbe anayepeleka ujumbe wa Mungu kwa mwenzake. Na ndio maana mtaguso wa pili wa Vatikano unatukumbusha bado katika hati yake ya mwaka wa mataifa ambayo ni Kristo mwenyewe, tumeumbwa ndani mwetu na sheria iliyopanga inayotukuta kwa pamoja tuwe jumuiya. Hiyo imepanga ile inatukuta tuwe, na katika sheria hiyo ni ndani ya dhamiri zetu, na ni upendo mkubwa ambao unatukuta tuwe kitu kimoja. Na kwa sababu hiyo katika kuwa kitu kimoja, ndio maana Mungu anatutumia sisi kwa ajili ya ukombozi wetu. Hatuhitaji tena malaika, kwa hiyo mambo haya hapa anaongea nasi kwenye dhamiri zetu, na ni huyu anayetueleza peleka ujumbe huu kwa huyu. Mweleze anajivuna, mweleze huyu ana majivuno mno au ana kiburi, arejee katika wana wa Mungu kwa kuwa mnyenyekevu. Katika unyenyekevu atampokea mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunaona hivi. Kwa hiyo Mungu aliongea na wazazi wetu zamani, mababu zetu hao, kwa njia mbalimbali. Leo anaongea na sisi kwa njia ya mwana wa pekee ambaye ni neno wake. Tunaambia katika Injili alifanyika mwili akakaa. Anaongea na sisi kwa mtindo. Na anapoongea na sisi, je, ni wasikivu? Kiangalia ulimwengu wa leo umetapakaa kelele nyingi. Na katika kelele hizo ni vigumu kusikia sauti ya mwana ndani mwetu, anayetuongoza na kuongea na sisi na kutuonyesha njia, kwa sababu katika Injili anasema kwamba yeye ni mwanga unaoondoa giza ulimwenguni. Tunaambiwa katika Injili hii kuna watu walipenda giza wakakataa mwanga. Kuna wale ambao walikubali kuwa wana wa Mungu kwa neema yake yeye mwenyewe. Katika somo la pili jana usiku nisema neema ile inayotujalia yote na tuondolea dhambi na kutuongoza kwenda kwa Mungu imefunuliwa. Na kwa sababu hiyo angalieni kwa macho, msifumbe macho, imefunuliwa, itawasaidia kumrejea Mungu. Tunapoadhimisha Noeli sio kwamba Mungu, yaani Yesu Kristo amefanyika leo. Alishafanyika yuko na sisi. Katika mwili yuko na sisi. Anatuongoza bado. Ndio maana tunaweza kusema siku ya leo
Ni siku tunayokumbuka, lakini ni siku zile tunayo subiri. A day to remember, a day to wait. Tunakumbuka Yesu alikuja, yuko nasi katika komunyo takatifu, kupitia wenzetu, kwenye familia zetu, na katika yote tunayofanya. Tunakumbuka kuzaliwa kwake hapa duniani, lakini vile vile tunasubiri, tunangojea ujio wake kwa mara ya pili katika matumaini. Tuko katika mwaka mtakatifu, mwaka wa Jubilei 2025. Sisi ni mahujaji wa matumaini. Mahujaji hawa sio waliolala usingizi, ni wale wanaomwelekea Mungu, wakiinua mioyo yao kwake Mungu ili aweze kuwaongoza daima. Katika mioyo yetu kama mahujaji wa matumaini, mioyo yetu nimesema kwamba ni pango la mtoto Yesu amezaliwa kwetu. Kwa hiyo kuna nafasi ya mambo mbalimbali kwenye pango hilo. Ni sisi na Yesu, mwana wa Mungu, mkombozi wetu, kwenye moyo wetu. Hakuna kitu kingine kinachoingia, kiburi, dhambi na yote haya, ila ni Yesu na sisi. Na kwa sababu hiyo mambo yote haya, ndio maana tunakumbushwa toba kila wakati, ili daima Yesu adumu kwetu, aweze kuwa nasi. Mwana wa Mungu amezaliwa kwetu, Emmanuel yuko pamoja na sisi, mwanga wa ulimwengu, na palipo na mwanga kuna giza. Wanaokimbilia giza ndio hawa wanashindwa kumuona. Amezaliwa kwetu, na kwa sababu kwa namna pekee tuishi vizuri matunda ya umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kushirikiana, kwa kutengeneza vizuri familia zetu, kwa malezi bora, kwa imani thabiti, na kwa Ukristo ambao tunaangalia mbele katika ufalme wa mbinguni, tuweze kuwa warithi pamoja na Kristo mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.